What's wrong with my eyes? Sioni? Hey, ni nini mbaya na mimi? Guy, kichwa. Unasema koti. Sasa unaona koti yangu sasa? Oh, my leg can't walk. Sasa acha koti ikusaidie. Oi, macho yangu. Daktari. Wewe ulikuwa unasema daktari uko wapi? Ulikuwa unasema hakuna mtu anakuweza. Sasa piga kelele tusikie. Daktari, uko wapi daktari? Mimi siko. Wacheni niseme ukweli. Hatutaki maneno. Oh, wacheni niseme ukweli. Nimewalala. Wataka nini? Ni bwana yangu. Huyu ni bwana. Na mimi ni nani? Huyu ni nani? Wewe ni baba wa watoto. Ati? Wewe ni baba wa watoto wangu. Alafu wako kwa nyumba. Kumaanisha ile pesa yote mimi nimetafuta nikikutumia. Umekuwa ukitumia na huyu hata ana haya. Huyu mzee una haya. Wewe unaongea kama nani wewe? Uliza huyu. Hello guys, Toga Imani, and once again welcome back to my YouTube channel. And guys, thank you so much for your support. Na appreciate sana kwa sababu mmekuwa mkini support, and I don't take that for granted. Yeah, so if you are a returning subscriber, thank you so much. Na kama wewe ni mgeni hapa, kindly consider subscribing, na nita appreciate sana, and may God bless you for me. Yeah, so guys, bado tuko kwa ile story ya Mwangi pamoja na Irene. Yeah, tunajaribu kuhakikisha kuwa kila mmoja amepata haki yake. So bado tunafuatilia hiyo nyumba na tunajaribu kuhakikisha kuwa kila mmoja anaweza kupata haki yake. Sio ama ni vipi jamani? Ya sababu si vizuri kuona ati umeinvest and then mtu mwingine anakuja tu hivyo anakunyang'anya mali yako. Ya so ndio maana hapa ukiangalia niko na daktari pamoja na Mr. Kamau na bibi yake ambaye anajulikana kama Masi. Sasa Masi hawa wawili walikuwa wamenunua nyumba kutoka kwa Esther, na ikawa na ukora kidogo. Ya na huyu hapa anajulikana kama Lucy. Lucy ndiye alikuwa lawyer ambaye alitumika. Kama umewatch the previous episodes utaweza kuona what really transpired. Yeah, so ningependa kuwajulia hali angalau nijue watu wameamka vipi before we get into like solve hiyo mambo, angalau tuone taenda vipi. Yeah, habari ya leo Mr. Kamau? Tuko salama. Lakini tuko na shida kwa maneno hii. Kwa sababu njia imerefuka kiasi. Na hii urefu wa hii njia unaanza kudisturb akili yangu. Nakuwa na shida kwa mwili yenye sitaki shida mingi. Itabidi tu nijisukumie na hii maneno. Ninaamini daktari atatoka na answer mzuri katika hii maneno. Kwa maana njia zote tulifuata za sheria za nani. Hata lawyer mwenye tuko naye it seems ako mchanganyikoni ya hiyo maneno. So now nitarajia daktari juu ndio na mambo na kusort. Kama amesort ile mambo ya kwanza na ikakubalika, sasa hata hii ataimalizia. Yeah, tunaamini hivyo. Habari ya leo Masi? Mimi niko salama. Na niko na furaha siku ya leo kwa vile daktari amekuja. Ni matumaini yangu tutapata haki yetu na atatusaidia. Habari ya leo Lucy? Mimi niko mzima nashukuru. Nilipata tena simu nikasema wacha nikuje. Juu hii mambo sasa inaonekana inataka ni kama inataka kuniharibia kazi. But nimekuja hapa leo tujue ukweli ni gani. Hatuwezi penda mtu aharibiwe kazi yake. Na tuko hapa na daktari na mwanga mwenyewe. Habari yako daktari? Mzuri sana. Mimi kwanza nichukue nafasi hii kusema mimi niko hapa kuweza kuona kwamba kila mtu anasaidika na kila mtu anapata haki yake. Unajua huyu kuna pesa ambayo alitoa hiyo 14 million na nyumba ni kama hataipata. Anataka aweze kupata haki yake. Huyu lawyer kuna vile alifanya mambo lakini anadhani mimi pia ni lawyer kama yeye. Mimi sio lawyer kama yeye. Mimi ni daktari. Na mimi hata akiamua atoke hapa sijui aende apeleke wapi afanye nini, sisi tutapata ile kitu ambacho tunatafuta. Mambo gani nilipeleka vibaya? Mimi ama lawyer na ile kazi nilifanya ndio nililipwa. Na ndio kwa maana niko hapa.
Ulilipwa pesa ngapi? Mimi nilipo 20,000 ile kazi nilifanya. Hakuna 700,000 ambao ulikula hata kidogo. 700 nilipatiwa. Mimi ni lawyer na ninajua ile kazi ninafanya. Unajua unanichukua mimi wakili kidogo. Unajua unanichukua mimi kama watu wengine ama unanichukua mimi kama wakili wengine ambao unafanya nao kazi. Mimi ni daktari na mwana. Hapana, mambo na wakili. Mimi usinichukue kama vile unachukua watu wengine. Na kama mnaona nilileta mambo ya uongo hapa ama kuna pesa nilipewa na sikulipa, then we can go to the court of law. What's wrong with that? Sasa wacha nikwambie. Unaona court. We can go to the court of law so that you can I'm a real lawyer. I'm not just a ordinary person as you think. Sasa court of law, mimi nimekaa hapa, mimi ndio koti. Na leo tutajua ukweli. Mimi hapa mimi ni koti, mimi ni judge, mimi ni lawyer. Kila kitu tutapata. Akona hakika alinipatia 700,000. Where is the proof? 700,000 wezi peo tu because hata kusign. Why did I sign? Look here my friend. Before we go to court, we are going to court. We don't atukatai. Unajua we understand. Upige kelele vile unataka nini, lakini haki utapata. Hii njia kwanza yenye tulikuwa tukimalizana na hii kikuwa exhausted, and I believe daktari ataprove hii maneno. Look here, tunakuelewa na hatukujui vizuri, hatukujui vizuri na wewe pia unijui vizuri. Manake unaona unatuchukua sisi hapa, sisi kama washenzi wajinga, tumepumbavu, tumekaa hapa ni kama unaona tunaharibu muda wetu hapa. Sisi hatuko hapa kuharibu muda. My friends, this is about justice. Twendeni kotini. Kwa hivyo sasa tafadhali wakili usijaribu ni kama kututhreaten sisi. You know ulihandle situation yetu. Because you want me to insist to something I don't know. 20,000 yako ninakuuma yenye ulinipatia. And yet nilifanyia kazi. Say what kupatia na ukatupatia kama unataka nifanye kazi ya bure. Hakuna 700 ambao ulichukua. I can't work for nothing. Hakuna 700 ulichukua. Hakuna, where is the proof? Wewe ni lawyer, umeamua kuibia watu. I'm a lawyer. Daktari. Na umeamua kuibia watu. I'm a lawyer by profession. Kazi nimefanya miaka. Hebu subiri. Tulieni basi. Tulie kidogo. Hatutapiga kelele hivi. Mimi siko hapa kusikiza kelele. Mimi niko hapa kuweza kuona kwamba kila mtu amepata haki yake, na kama uko hapo hivyo na unaibia watu, mbona unaiba hiyo 700,000? Nani mwingine ashani report nimemuibia? So kumaanisha kuna mwenye ameriport I was given 700,000. You want to believe so? You mean Lucy, so wewe unajaribu kukana kuwa haukupatiwa pesa wewe? I was given only 20,000 na huu mzee. Na hiyo ni kitu tuliagree na yeye na nilifanya kazi. That's why I was paid. Kwanza hiyo ni pesa kidogo sana, but nilichukua tu kulingana na vile nilimuona ako na shida mingi sana. Na wewe sasa ukaamua uchukue shida zako, uamue kuiba, ukachukua 700,000. I didn't take 700,000. Kwa hivyo in total ulichukua 720,000 kwa hiyo nyumba. I didn't take. Let's go to the court. Let's go to the court. So you thought uchukue shida yako utuwekelee sisi. Ulitusafu kwa sababu uliona sisi ni maskini ama uliona? No, it was not a favor. Sio favor, sisi tulikuwa customer. You don't favor ya kazi gani favor? You should not have favored us. Kazi ya bure, wakili akifanya kazi kuna ya bure. Hiyo malipo sio favor. Don't call it a favor my friend. Okay, sasa nimempa nafasi aweze kuongea, ameshindwa kuongea. Na unajua mimi naye nikisimama, ukichaona nimesimama na kupeanga dakika moja tu. Hata si dakika moja, sekunde 30 uweze kusema ukweli kama ulikula ama ukukula hiyo pesa. Aseme hiyo maneno yote, aseme daktari. Aongee ukweli. Ulikula pesa? My leg. Unaona sasa useme kama ulikula, What's wrong with my eyes? Sioni? Hey, ni nini mbaya na mimi? Guy, kichwa unasema koti. Sasa unaona koti yangu sasa? Oh, my leg can't walk. Sasa acha koti ikusaidie. Oi, macho yangu. Daktari. Wewe ulikuwa unasema daktari uko wapi? Ulikuwa unasema hakuna mtu anakuweza. Sasa piga kelele tusikie. Daktari, uko wapi daktari? Mimi siko. Wacheni niseme ukweli. Hatutaki maneno. Oh, wacheni niseme ukweli. Sema daktari uko wapi? Daktari nisaidie. Daktari kuja. Mimi usiniguze mimi. Daktari kuja niseme ukweli. Ambia daktari. Daktari ako wapi? Wewe ongea ukweli yako. Daktari kuja nikwambie ukweli. Sema ukweli, tunasikiza kila mtu. Wacha nikwambie kenye ilifanyika. Daktari, nimeanza kukubali. Si macho yangu. Mimi nataka useme ukweli. Hiyo pesa ulikula ama hukukula?
Nilipewa Ulipewa pesa ngapi? 700. Nilipewa 700, huyu mwingine akanipea 20,000. Lakini 20,000 ile nilifanyia kazi daktari. Umesikia hiyo maneno? Nilipewa 700. 1,700. Lakini 20,000 nakumbuka ni ile nilifanyia kazi akanilipa 20,000. Nimekubali daktari. Nimekubali. Aki sioni, macho yangu haioni. Unaona sasa watu wanaamua kunyanyasa wengine. Daktari. Mbona unatumia unateka advantage ya watu wengine ambao wanataka kusaidika? Unaona? Ni shetani tu. Hawa watu Ni shetani. Sisi hatuna elimu ya kuelewa. Ni shetani tu. Na dunia. Nisaidieni haki. Nimewaambia ukweli. Hapana. It's very right. Ni vizuri sana sababu ulikuwa na kiburi. Sasa umekuja na kiburi ukasema wewe ni lawyer, wewe sio unajua law. Sasa law yako ikusaidie sasa. Kiburi yote nimeweka chini. Kiburi yote nimeweka chini. Utalipia yote yenye umefanyia watu kutoka leo. Na ukubuke ya duniani ni hapa. Nisaidieni tu. Nimekubali nilikosea, munisamehe. Hata Biblia daktari, Biblia inasema unaona mimi niweze kuambia kwamba nimekubali nilikosea. Ile kitu ambayo nataka ufanye uweze kurudisha hizo pesa. Nitarudisha. Utarudisha hizo? Nimekubali nitarudisha. Nitarudisha. Ukikosa kurudisha ni zaidi ya hiyo. Nitarudisha, nimekubali nitarudisha. Nitarudisha. Mungu ako nguvu kusita hiyo roho unasema. Sijui roho, sijui sheria, unaelewa sheria mingi. Anatupeleka sijui kwa sheria. Na mbona alikuwa anakataa? Nimekosea. Na mbona ulikuwa unakataa? Nimekubali nilipewa 700. Kubali wewe ni mkora pia. Kubali wewe ni mkora pia. Nimekubali mimi. Sema 700, sema 1,700. 1,700. Nimekubali munisamee. Nisameni tu. Nisameni tu. Unafaa uombe msamaha. Niko na watoto. Unajua watu ambao unafaa uombe msamaha. Nisameni, niko na watoto. Na wananihitaji. Sasa wewe utakula kiburi yako tu. Mimi sina. Nimesema mnisameni, niko na watoto. Nitakubali kulipa hiyo pesa. Nimekubali. Na sitabishana na mtumishi wa Mungu tena. Daktari, hii mtu akae siku kama 5 namna hiyo. Hapana, nisameni tu. Nisameni tu. Acha akae hivyo mpaka zile siku atarudisha hizo pesa. Hapana, nisameni tu. Wewe utafuta hizo pesa ulete. Nirudishieni macho yangu tafadhali. Daktari. Daktari nirudishie macho yangu. Niko na watoto. Ile magendo mlifanya na ule mama alituuzia shamba, wewe ukijua ni kumaanisha kwamba hata hiyo pesa unajua mahali iko na mligawana na yeye. Hapana. Si watu wengine ni peke yake. Kwa hivyo umekuwa ukifanya hii kazi kwa muda gani? Niliona hawana ukweli. Ajui Kenya nafanya nikasema wacha nimuibie hiyo 700. Umekuwa ukiibia watu na unasema ni hawa peke yake nimeibia. Ni hawa peke. Una uhakika ni hawa tu peke yake ama ni umezoea kunyanyasa watu? Huyu anaharibu hata jina ya roho. Hapana, ni hawa peke yake. Kweli kabisa, kweli. Kama wakili ni wewe sasa. Ni hawa peke yake nimeibia. Nirudisheni tu. Sasa inafaa hata utakuwa na confidence kwenda kutafuta lawyer. Daktari, na kuomba nirudishie macho yangu daktari. Wewe kwanza ongea na daktari. Ulikula pesa yao kwanza. Nimesema mnisamehe. Nitarudisha pesa. Hatukusamehei kama hatujaona haki yetu. Utafanya mpango ipatikane. Na utaona ikishapatikana hiyo shida itakuondokea mara moja. Sasa nitawarudishia aje kama bado sioni? Uta-instruct, si wewe uko na wewe ni mtu uko na secretary na hiyo watu. Kwani unafanya kazi? Nirudishie tu macho yangu na watoto yako na ile watu mmekula hiyo pesa nao. Na ile mama ulituletea mkora. Mpigie, mtafute. Mjipange na hao. Ukishajipanga mimi ndio nitakuwa hapa next. Kwamba nirudishieni macho yangu. Si nimewaambia ukweli. Nitakaa hivi mpaka lini? Mpaka ile siku utaleta pesa. Ya watu. Wewe enda shirikiana na watu ambao ulishirikiana nao, hiyo pesa irudi. Hiyo tu. Simu huyu mtu akujiwe kama haoni. Na huyu haoni kweli huyu. Hakuna kitu atafika nyumbani. Mimi najua sioni. Siwezi jifanya ninaona sioni. Na mimi niseme kwa hivyo kwa leo ni hayo tu, na mimi najua vile ambavyo nitafanya kazi yangu. Nitachukulia hiyo kazi, najua vile nitafanyia, tulieni tu. Naomba. Daktari, naomba msamaha. Mchezo ya 1,014,000 my friend lawyer. Mimi najua vile nitafanya kazi yangu. Inatoroka. Wewe daktari, chukulia hiyo maneno. Na tumekushukuru sana daktari kwa hayo umetufanyia. Mungu akubariki. Na uendelee na kutambulisha wakora hii dunia. Wakora kama hawa unaendelea kutambulisha. Tunasifu hiyo kazi. Yeah, so guys, tutaendelea kufuatilia hii maneno. We will make sure kuwa kila mtu amepata haki yake, manake hatuwezi furahia kuona watu wanaenda kunyanyasa wenzao, wanawaibia, and that's not right at all.
na sisi mimi kama Imani pamoja na Daktari Namwanga hapa ta make sure kila mmoja amepata kilicho chake. Yeah. Director, unaweza cut.